Chochote ambacho unakitoa katika maisha yako huwa kinakuwa na matokeo fulani kwenye maisha yako. Inawezekana matokeo hayo yakawa mazuri au yakawa mabaya. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Vipo baadhi ya vitu ambavyo ukivitoa kama sadaka kwenye maisha yako, huenda ikawa mwanzo wa kuyaharibu kabisa maisha yako. Na katika video hii nitakwenda kukuambia sadaka 5 ambazo kamwe hautakiwi kuzitoa katika maisha yako, kwani kitendo cha kutoa sadaka hizo ni kama kuyaharibu maisha yako kwa mikono yako wewe mwenyewe. Kama nawe ni moja kati ya binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii nimeitengeneza mahususi kwa ajili yako ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni sadaka 5 ambazo kamwe hautakiwi kuzitoa katika maisha yako. Namba 1, usikubali kutoa sadaka muda wako kwa ajili ya kufanya vitu visivyokuwa na manufaa katika maisha yako. Katika dunia yetu, vipo vitu mbalimbali vyenye thamani kubwa katika maisha ya mwanadamu. Lakini miongoni mwa vitu vyenye thamani kubwa katika maisha ya mwanadamu ni muda, kwani muda ni kitu pekee ambacho kinapotoweka kwenye maisha yako hakitorudi tena. Na mara nyingi asilimia kubwa ya wanadamu ambao walipoteza muda katika kipindi cha ujana wao hujutia sana katika kipindi cha uzee wao. Ndiyo maana utakapojaribu kufanya utafiti wako binafsi wa kumuuliza mzee mmoja baada ya mwingine ni kitu gani hasa ambacho anakijutia zaidi katika maisha yake, asilimia kubwa ya wazee watakwambia wanaujutia muda ambao waliupoteza katika ujana wao. Ngoja nikwambie kitu kimoja, muda ni kitu chenye thamani kubwa ambayo wengi hawaijui, na ndio maana wenzangu na mimi watakwambia ngoja nikapoteze muda. Lakini hakuna mwanadamu mwenye akili timamu ambaye anaweza kusema ngoja nikapoteze muda, kwa sababu unamuomba Mwenyezi Mungu akuongezee muda wa kuishi duniani. Mwenyezi Mungu anaisikia dua yako, anakuongezea muda wa kuishi duniani, alafu wewe unaamka na kusema ngoja nikapoteze muda. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, thamani ya muda ni zaidi ya fedha. Na ndiyo maana asilimia kubwa ya wanadamu wenye kiu ya kutimiza malengo yao hawajawahi kuchezea muda. Kama utaupoteza muda kwa namna yoyote, hautaweza kutimiza malengo ambayo unatamani kuyatimiza maishani mwako. Siku zote utakuwa miongoni mwa wanadamu ambao maisha yao yatakuwa duni. Kama wewe ni moja kati ya binadamu wanaotamani kufanikiwa katika maisha yao, tafadhali acha kutoa sadaka muda wako kwa kufanya vitu visivyokuwa na manufaa katika maisha yako, kwa sababu kuna siku utatamani muda uweze kurudi nyuma ili urekebishe makosa ambayo uliyafanya, lakini kwa bahati mbaya muda hauwezi kurudi nyuma. Namba 2, kamwe usikubali kuitoa sadaka nafsi yako kwa kufanya vitu vinavyokuumiza kwa sababu tu unahitaji kuwafurahisha watu wengine. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, binadamu hawana kawaida ya kuridhika. Hata ukitoa kila ulichokuwa nacho ukawasaidia watu wako wa karibu, ukifanya kosa moja wanasahau mema yako yote na kukuona kama mtu mbaya. Wapo baadhi ya wanadamu, kwa sababu wanahitaji kuwafurahisha watu wengine, huwa wanakubali kufanya vitu ambavyo vinawaumiza ili mradi tu watu wengine waweze kufurahi. Siri ambayo unatakiwa kuiweka akilini mwako ni kuwa chanzo cha furaha yako ni wewe mwenyewe. Kama unadhani ukiwafurahisha watu wengine nao watakuwa chanzo cha furaha yako, unajidanganya. Kama kuna chochote ambacho unakifanya kinakuumiza ama haukifurahii, lakini lengo lako ni kuwafurahisha ama kuwaridhisha watu wengine, hapo unajipoteza wewe mwenyewe, na mwisho wa siku hata jitihada kubwa ambazo unazionyesha kwa ajili ya kuwaridhisha watu wengine hawawezi kuzikumbuka. Ninakushauri, ikiwa chochote ambacho unakifanya haukifurahii, acha mara moja. Asilimia kubwa ya vitu ambavyo unavifanya hakikisha ni kwa sababu ya furaha ya nafsi yako. Namba 3, usikubali kuyatoa sadaka malengo na ndoto ulizokuwa nazo kwa sababu unahitaji kuwaridhisha watu fulani. Moja kati ya ukweli ambao mimi na wewe lazima tukubaliane nao ni kuwa
Hakuna mwanadamu ambaye amezaliwa na kuishi katika hii dunia alafu hana malengo ambayo anatamani kuyatimiza. Lakini tofauti kati ya mwanadamu mmoja na mwanadamu mwingine katika malengo ni kwamba wapo baadhi ya wanadamu ambao wana malengo na ndoto, na aina ya maisha ambayo wanaishi yanakuwa na mlengo wa kwenda kutimiza malengo na ndoto zao. Na maanisha wale ambao wanajituma kwa ajili ya kwenda kutimiza malengo yao. Lakini wenzangu na mimi wana malengo na ndoto, lakini hawana jitihada zozote katika kutimiza malengo ambayo wamejiwekea. Jambo ambalo unatakiwa kujifunza katika maisha yako. Yapo makundi mbalimbali ya wanadamu ambao utakutana nao katika safari yako ya maisha, na kila mwanadamu ambaye utakutana naye kwenye safari yako ya maisha atakuwa na malengo tofauti na malengo uliokuwa nayo wewe. Atakuwa na ndoto tofauti na ndoto ulizokuwa nazo wewe. Wakati mwingine, kwa sababu unawapenda watu hao na unatamani watu hao waendelee kubaki katika saiko ya maisha yako, unaweza ukajikuta umeanza kuishi maisha yasiyokuwa yako. Yani unaishi nje ya malengo na ndoto ulizokuwa nazo, ukaanza kuishi lifestyle kama ambayo wanaishi wao, ili mradi tu ufanane nao, usiweze kuwapoteza katika maisha yako. Jambo ambalo unatakiwa kulikumbuka kabla ya kufanya hivyo ni kuwa mtu pekee ambaye anaweza kutimiza malengo na ndoto zako ni wewe mwenyewe. Kuna siku utabaki peke yako katika maisha yako, ndugu, rafiki na jamaa zako hawatakuwa na wewe, na hapo ndipo binadamu wengi watakapokucheka, kwa sababu utaishi maisha ambayo haukustahili kuishi. Ni kwa sababu ulikubali kufuata njia isiyokuwa yako, ulifuata mkumbo, ukatelekeza malengo na ndoto ulizokuwa nazo. Ngoja nikushauri kitu kimoja, haijalishi wewe ni nani, umezaliwa wapi, unawapenda ndugu, rafiki na jamaa zako kwa kiwango gani, kama una malengo ambayo unatamani kuyatimiza, usikubali kuacha malengo na ndoto zako kwa sababu tu unahitaji kuwafurahisha ama kuwaridhisha ndugu, rafiki na jamaa zako, kwa sababu malengo yako ndipo kusudi lako ambalo Mwenyezi Mungu aliliweka ndani yako lilipo. Namba 4, usikubali kuwa mwema alafu wema wako ukazidi kipato ulichokuwa nacho katika maisha yako. Vitabu mbalimbali vya maandiko katika dini ambazo tunaziamini vinatuhamasisha kuwa wema. Hata Mwenyezi Mungu pia anatutaka tukatende wema, lakini katika wema tumepewa onyo. Wema hautakiwi kuzidi kiasi, yani wema unatakiwa kuwa na kiasi. Kutokuwa na kiasi ni kutoa kuliko ulicho nacho, jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Wewe ni mwanadamu mwenye malengo ambayo unatamani kuyatimiza. Kama utakuwa mwanadamu ambaye unaweza kutoa kuliko kipato ambacho unacho, yani kipato chako ni cha 10,000 kwa siku, alafu misaada ambayo unaitoa kwa ndugu zako, jamaa zako na rafiki zako kinakuwa kiwango hicho hicho cha 10,000 au wakati mwingine kinazidi, utajikuta wewe ni mtu ambaye unajituma sana katika kazi, lakini hakuna chochote ambacho unakifanya katika maisha yako. Jitihada zako hazitazaa matunda katika maisha yako, na mwisho wa siku utaishia kuwa maskini. Kumbuka, hata hao ambao unajitoa kupita kiasi kwa ajili yao hawatajua kuwa umekuwa masikini kwa sababu ulikuwa unawasaidia wao. Watakucheka, watakudhihaki na kukuona kama mwanadamu ambaye haujitambui. Hakikisha unakuwa mwema, lakini wema ambao unaufanya kwa watu wengine usizidi kiasi ambacho unacho, yani wema uendane na kipato ambacho unacho. Namba 5, usikubali kutoa sadaka moyo wako ukamwacha Mwenyezi Mungu kwa sababu yoyote ile katika maisha yako. Katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, wapo baadhi ya wanadamu kwa sababu ya changamoto mbalimbali za maisha ambazo wanakutana nazo katika maisha yao, huwa wanadiriki kumwacha Mwenyezi Mungu na kuwa washirikina au wakati mwingine kuwa waumini wa shetani kwa sababu tu wanahitaji mafanikio ya ghafla. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Ni vema ukaweza kuacha chochote kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Usimwache Mwenyezi Mungu kwa ajili ya chochote katika maisha yako, kwa sababu kuna siku utakwenda kukutana na Muumba wako. Utajibu nini? Ninakukumbusha, Mwenyezi Mungu ndiye muumba wa kila kitu. Kwa hivyo, yeye ndiye mmiliki wa fahari zote ambazo unaziona katika uso wa dunia. Unaweza ukamwamini yeye na bado ukapata mafanikio makubwa katika uso wa dunia.
Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako sina budi kuishia hapa. Ninahitimisha nikiamini lipo jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye. Nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana.